Jahazi TV. Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia, Profesa Kathleen Nombo amesema kuwa miongozo ya kitaifa ya elimu ya kidigitali kwa ngazi zote za elimu, mwongozo wa kitaifa wa matumizi ya akili unde AI katika elimu inatoa mwelekeo wa namna taasisi zinavyoweza kutumia teknolojia ya kidigitali na AI katika ufundishaji, utafiti, tathmini na utawala. Tukamsikilize. Ninawakaribisha kwa dhati kwenye warsha hii ya kujenga uelewa kuhusu mkakati wa taifa wa elimu ya kidijiti wa 2030 pamoja na miongozo yake ya utekelezaji. Uwepo wenu hapa ni ushahidi wa dhamira yetu ya pamoja kuiboresha na kuibadilisha mifumo ya elimu nchini Tanzania kupitia matumizi bora, salama, yenye uwajibikaji na yanayozingatia maadili ya teknolojia za kidijiti. Ndugu washiriki, mtakubaliana nami kwamba mabadiliko ya kidijiti sio chaguo tena, bali ni hitaji la lazima. Kama ilivyoainishwa katika Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, ustawi wa baadaye wa nchi yetu unategemea nguvu kazi yenye ujuzi wa kidijitali, ubunifu na uwezo wa kujifunza na kuendana na mabadiliko ya teknolojia na soko la ajira. Katika muktadha huu, elimu ndiyo msingi mkuu na nguzo muhimu katika kufanikisha dira hiyo. Nyote mnatambua serikali yetu imeshawekeza kwa kiwango kikubwa katika kuandaa mazingira ambapo mifumo ya kidijiti inaweza kutumika katika sekta ya elimu. Mtakumbuka serikali kupitia mifumo mbalimbali na ufadhili mbalimbali wameweza kufadhili wataalamu kwenda kupata ujuzi ili waweze kusaidia vijana walio katika taasisi za elimu kuweza kujifunza kidijiti. Kwa serikali inafanya capacity building. Na kwa namna hiyo sitaacha kutaja kile ambacho ufadhili wa Samia katika masuala ya data science unafanya. Na hii ilikuwa ni hatua muhimu ya serikali kuhakikisha kwamba kweli tunapata wataalamu waliobobea kuja kutumia teknolojia katika kufundishia, lakini pia katika kuchangia katika sekta mbalimbali. Nyote mnafahamu katika mwaka huu wa fedha serikali imeanzisha Samia Scholarship na kufadhili vijana wa Kitanzania waliofanya vizuri zaidi katika masomo ya sayansi kwenda kusomea masuala ya data science, artificial intelligence, robotics and the like. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo serikali yetu imefanya. Na tayari vijana hao wako mbioni kuelekea katika vyuo vya hali ya juu huko ulimwenguni ili watakaporudi waje na ujuzi mahiri ambao ni wa kimataifa na hivyo kuchangia katika kuendeleza matumizi ya kidijiti katika elimu na kutumia masuala ya artificial intelligence katika elimu na vile vile masuala ya data science. Lakini pia mnatambua serikali yetu imeshanunua vifaa vya kitehama katika taasisi zetu zote. Iwe ni vyuo vya ualimu, iwe ni vyuo vikuu, ziwe ni shule za msingi na za sekondari, zote zimeshakuwa equipped na vifaa vya kitehama na hivyo tayari mazingira yameshawekwa kwa ajili ya matumizi hayo kwa ufanisi. Vile vile serikali imejenga maabara za kompyuta katika shule za sekondari. Na hivyo wanafunzi wetu wanaweza sasa kujifunza kupitia kompyuta na mifumo mbalimbali iliyopo katika shule zao ili kuimarisha elimu yao. Bila kusahau swala la mkongo wa taifa. Mkongo wa taifa sasa umeshafika katika kila wilaya. Kilichobaki katika kwa ukubwa wake ni ile last mile. Sasa kutoa ule mkongo kuingiza katika taasisi mbalimbali na taasisi za elimu kwa kweli
zinapewa kipaumbele kufikishiwa mkongo huo, ili vifaa vya kompyuta walivyokuwa navyo, vifaa ambavyo walimu pia wanavyo, waweze kuvitumia kupata maarifa mbalimbali ambayo wataweza kuwafundisha wanafunzi wao. Mtakumbuka vile vile walimu walioajiriwa kabla ya 2025 wote walipewa vishikwambi. Walimu wa shule za msingi na sekondari wote walipewa vishikwambi. Kwa hiyo tayari mnaweza kuona serikali yetu imeshajipanga kuhakikisha kwamba matumizi ya kidijitali katika elimu yanafanikiwa. Ndipo hapo sasa Wizara ya Elimu ikaja sasa na mwongozo, ikaja na mkakati kwanza, namna ya malengo ya namna ya kutumia vifaa hivyo, namna ya kuboresha capacity za wanaokwenda kutumia vifaa hivyo, na masuala mengine yanayohusiana na masuala ya kidijitali. Kwa hiyo Wizara ya Elimu kama ilivyokuwa ni majukumu yake, tuliandaa mwongozo, tuliandaa mkakati ambao unaweka mfumo wa kitaifa wa pamoja wa kuratibu na kuongoza mageuzi ya kidijitali katika ngazi zote za elimu ili kuwezesha ujifunzaji hata katika mifumo isiyo rasmi. Na sasa hivi mnajua paradigm ya elimu ya watu wazima imebadilika. Sasa hivi ni elimu bila ukomo, na tunatamani kwa sababu dunia ni kidijiti, kwa hiyo hata wale ambao watasoma nje ya taasisi za elimu waweze kutumia mifumo hiyo ya kidijitali. Pia tunajua tunafanya hata e-assessment. Kwa hiyo sio tu kujifunza na kufundishia, lakini pia hata kufanya tathmini ya wanafunzi, mifumo hii inaweza kutumika. Sasa mkazo wetu mkubwa ni utekelezaji. Hizo documents tayari tunazo, na wote nafikiri tulishaziona. Kama hatujaziona, ziko pia kwenye website ya Wizara ya Elimu, na tunazo sasa kwa mwaka mmoja uliopita. Ninaamini baadhi yenu walishazisoma, lakini ninafahamu sio kwamba kwa kuanza mkakati huu ndio tunaanza sasa matumizi ya kidijiti. Ukweli ni kwamba vyuo, taasisi mbalimbali za kielimu tayari walikuwa wanafanya matumizi ya kidijiti katika taasisi zao za elimu. Kwa hiyo mkakati unakuja tu kuweka mfumo wa pamoja wa uratibu wa masuala hayo katika sekta. Hivyo sasa mkazo mkubwa sasa ni utekelezaji. Kila mdau wa elimu hapa ana wajibu wa kutafsiri mkakati huu kwa vitendo ili kuboresha ufundishaji na ujifunzaji, usimamizi wa elimu, na hatimaye matokeo makubwa ya elimu yanaweza kupatikana kupitia matumizi bora ya teknolojia za kidijitali. Nikiripoti, mimi ni Abdul Hamid wa Jahazi TV. Jahazi TV.